Shosti! Wa familia. Nini maana ya uchumi wa familia? Uchumi wa familia ni yale hali ya mapato, matumizi, maendeleo yanayofanywa na familia husika. Sasa, asilimia kubwa familia huanza na baba na mama, kisha watoto na kadhalika. Uchumi wa familia sana sana kwenye familia zetu unaanzaga kwanza kwa baba na mama, mume na mke, ambao inaweza ikawa sio mume na mke, lakini ni watu ambao wanaishi pamoja na kutengeneza familia na kadhalika, sawa eh? Lakini hao ndio wanaopaswa kukaa na kupanga uchumi wa familia. Ndio kunatakiwa kuwe na malengo binafsi ya kwamba mimi nataka 1 2 3, mimi nataka 1 2 3, na wewe na mwenzako mnataka nini kwenye familia, nini mmepanga kwenye familia. Yani nyinyi mnataka kufanya mradi gani kama wana familia, nyinyi mnafikiria kufanya nini kwenye familia yenu. Hayo yote yanatengeneza uchumi wa familia. Wote hapa kanga na taulo, mnachopaswa kufanya kwenye usafi wenu ni ukishamaliza kuoga, hakikisha unaanika hiyo nguo yako nje ili ipigwe na jua. Kama sehemu unaoanika ndani yako, hakikisha basi mwanga wa jua, jua linapiga hapo kwenye hiyo nguo yako ikauke, kwa sababu usipokausha hizo nguo, leo umeogea asubuhi, ukija mchana au usiku unaogea, inamaanisha nguo ya ukianika ndani haikauki, inakuwa na unyevunyevu. Kisayansi, wanasayansi watakuja hapa. Unyevunyevu ni sehemu ambayo fungus hutengenezwa. So kwenye nguo ambazo zinakuwa na unyevunyevu, ambazo zinaanikwa ndani, ambazo hazijakauka vizuri, zinakuwa zimepigwa tu na ubaridi, lakini hazijakauka. Kwa hiyo unaweza kupata athari za kuwa na matatizo ya ngozi, mba usioisha, fungus zisizoisha, ni kutokana na nguo kuanikwa ndani. Kwa hakikisha nguo yako ya kuogea, either ni kanga au towel au taulo kwa Kiswahili, unaianika kwenye jua na kukauka vizuri kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo nguo inatumika juu ya ngozi yako, ambao hapa tunasema sasa ni umakini wa usafi kwa ajili ya. Nimependa sana, tuliambiwa na babangu aliambiwa na mama yake ambaye ni bibi, anasema usimcheke mtu aliyefeli mtihani, kwa sababu unaweza kupewa mtihani huo huo. Mungu aligeuza ile fimbo kuwa kiumbe pekee alichokilani? Na kwa nini Mungu aligeuza ile fimbo kurudi kuwa fimbo ambayo ilikuwa kuja kuwa baraka? Vitu vingapi ambavyo vimekuwa laana kwenye maisha yetu, then Mungu akavigeuza kuwa baraka, kama alivyogeuza fimbo ya Musa kutoka kuwa nyoka na kuwa baraka ya kuwavusha wana wa Israeli. Vitu vingapi Mungu aligeuza kwenye maisha yetu ya kibinadamu ya kutoka kuwa laana na kuwa baraka tukivifikiria. What if vitu ambavyo sisi tumeona kama tumekuwa laana ni kwamba huyu hazai, huyu ni malaya, huyu ni nini, zilikuwa ni laana zilizotajwa, then kupitia kile kitu kilichowekwa kama laana, then Mungu akanyanyuka katikati yake. What if kuna vinywa vilivyotamka laana juu yako, ambavyo hizo laana ukawa ni kama fimbo umeishika, alafu Mungu alivyokuja akasema mkononi mwako una nini, ukasema mkononi mwangu nimeambiwa nitasa, mkononi mwangu nimeambiwa sitafanikiwa, mkononi mwangu nimeambiwa labda umri umeenda, sitaolewa, mkononi mwangu nimeambiwa mimi ni maskini, mkononi mwangu nimeshika. Kwa vitu vyote, then Mungu anakuambia tupa chini kwenye ardhi. Kumbuka binadamu aliumbwa na nini? Aliumbwa na udongo. Kwa hiyo chini inamaanisha ni uumbaji upya, kwenye ardhi ni uumbaji upya. Then Mungu akamwambia Musa, tupa chini fimbo. Alivyotupa chini fimbo, Mungu akaiumba upya na ikawa baraka. What if laana tulizo nazo, vitu tulivyovishikilia kama fimbo, siku tukiamua kuvitupa chini, Mungu atatuambia okota, kwa sababu nitatenda kama Musa alivyotenda. Kwa sababu fimbo hiyo ndio ilipiga mawe yale yakatoa maji. Fimbo hiyo ndio ilipiga mawe yale, ilipiga bahari ikagawanyika. Fimbo ile ndio ilikuwa kama nguzo yake alivyokuwa anaenda kwa Farao. Tuseme fimbo ile ndio ilikuwa inamsaidia kupanda kwenye milima ile alivyokuwa anapanda kwenda kusali milimani. Fimbo ile ikaja kuwa baraka, na fimbo ikasahaulika kama ilishawahi kuwa ni fimbo ya mchungaji, bali ikawa fimbo iliyowavusha wana wa Israeli.
tusemezane.